Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti tofauti katika nchi ya Tanzania siku ya leo. Mtazamaji, idadi kubwa ya Watanzania siku ya leo imejitokeza kushiriki uchaguzi, na vile upande mwingine idadi nyingine kubwa imejitokeza kuandamana siku ya leo kupinga uchaguzi huo ambao wanasema kwamba ni uchaguzi wa udhalilishaji baada ya wapinzani kuweza kupigwa nje. Mikoa kadhaa nchini Tanzania imeshuhudia vikundi vya vijana waliokusanyika kujitayarisha kuanza maandamano, huku wakiimba nyimbo za no reform no election katika maeneo kadhaa na pia kupinga uchaguzi huo ambao unaendelea siku ya leo, huku wengine wakipanga foleni kuchagua viongozi wanaowataka. Baadhi ya maeneo ambayo video zimesambazwa katika mitandao ya kijamii ya X zimeweza kuonyesha maandamano ni kama vile maeneo ya Mbezi, ambapo vijana wa Gen Z wameweza kuonekana katika video nyingi wakianza kukusanyika kulingana na video hizo ambazo zimeweza kushirikiwa na wanaharakati wa Chadema. Video zingine ambazo bado hazijathibitishwa lakini zinasemekana kuwa maeneo ya Kariakoo zimeweza kusambazwa sana, ambapo inaonyesha kabisa vijana kutoka Tanzania wanaonekana kuwasha matairi ya moto na kuweza kuwasha aina zingine za mbao barabarani tayari kuanza maandamano na kuweka moto mkali katikati ya barabara kuzuia magari kupita. Mtazamaji, hata hivyo, ningependa nikuonyeshe matukio yote haya kutoka maeneo mbalimbali, lakini kabla nifanye hivyo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe taarifa hizi kwa upana na kwa undani zaidi. Mtazamaji, kabla nikuonyeshe matukio hayo moja kwa moja kuhusu suala hili la maandamano ambayo yanaonekana kuanza katika maeneo tofauti, ripoti ni kwamba Watanzania sasa wanaelekea kupiga kura leo, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka na wasiwasi mkubwa juu ya uaminifu wa mchakato wa uchaguzi. Huku maandamano ya leo yakizuka katika maeneo mbalimbali ya nchi, wachunguzi kadhaa wa masuala ya haki za binadamu na demokrasia Afrika Mashariki wamelaani kile wanachoeleza kuwa ni uchaguzi wenye dosari kubwa, wakishutumu utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuandaa mashindano bila upinzani au bila ushindani wa kweli. Mazingira yanayozunguka maandamano ya leo yanaonyesha hali ya kuchanganyikiwa kati ya sehemu za watu wanaoamini kuwa nafasi yao ya kidemokrasia imekuwa ikikandamizwa. Mtazamaji, baadhi ya maeneo ambapo maandamano yameanza kushuhudiwa pia ni nje ya kanisa la Gwajima, ambapo vijana kadhaa wameonekana kukusanyika na kuweza kuanza kushangilia au kupiga kelele tayari kuimba nyimbo za kuweza kupinga uchaguzi huo ambao unafaa kutendeka au unatendeka siku ya leo. Mtazamaji, wakati mwingine ama upande mwingine, vituo vya kupigia kura vilipofunguliwa saa 1 asubuhi kote nchini, misururu mirefu iliundwa katika baadhi ya vituo vya mijini, huku maandamano ya leo katika maeneo mengine yakiweza kutatiza sana mapema za upigaji kura. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC pia iliweza kuhakikishia wapiga kura kwamba maandalizi yote ya vifaa yamekamilika na kwamba vyombo vya usalama viko tayari kudumisha utulivu. Bado taswira za waandamanaji wanaoimba uchaguzi huru na wa haki, no reform no election, zilisisitiza mgawanyiko unaokuwa kati ya serikali na makundi ya mashirika ya kiraia. Rais Samia Suluhu Hassan wa Chama cha Mapinduzi CCM leo anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kupata muhula mwingine wa miaka 5, kwani hajapata mtu wa kushindana naye. Lakini maandamano hayo ya leo pia yameweka kivuli kwa kile kilichokusudiwa kusherehekea demokrasia. Mashirika ya haki za binadamu yanahoji kuwa bila ushiriki wa upinzani wa kweli, matokeo ya uchaguzi huu yamepangwa kimbele. Mtazamaji, katika video zilizoweza kushirikiwa na mwanaharakati wa Chadema ambaye anajulikana kama Hilda Newton kupitia mtandao wa kijamii wa X ama Twitter, nikinukuu baadhi ya video alizochapisha, aliweza kuandika hivi: Kariakoo washaanza kuchoma matairi mamae, leo mtajua hamjui, leta vifaru, leta wajeda, watu tukorada, leo ndo leo. Mtazamaji, haya ni maneno ambayo ukiyatazama unaweza kuona ni maneno ya uchochezi, lakini vile kwao ni maneno ambayo wanasema wanapigania haki ya kidemokrasia ya Tanzania. Katika video hizo alizochapisha, kama unavyotazama kwenye screen yako, utaona vijana wakiweza kuwasha mbao zile, wakiziwasha moto pamoja na matairi ya moto na kufunga barabara katika maeneo ya Kariakoo. Uchaguzi huu ni wa 7 tangu Tanzania irejee kwenye siasa za vyama vingi
mwaka 1992, lakini uchaguzi huu ni uchaguzi ambao haujawahi tokea. Lakini pia maandamano haya ambayo yameanza baadhi ya sehemu leo yameukumbusha ulimwengu kuwa majaribio ya demokrasia ya nchi bado ni tete. Licha ya taswira ya amani iliyoonyeshwa na vyombo vya habari rasmi vya serikali, ripoti kutoka mikoa tofauti na kutoka kwa wanaharakati wa upinzani zinaonyesha kuwa hali ya wasiwasi inaendelea, huku polisi wakifuatilia maandamano kwa karibu ili kuzuia kuongezeka. Usawa kati ya utekelezaji wa usalama na haki za raia kukusanyika unaendelea kuwa suala la kutatanisha wakati wa maandamano haya ya leo, iwapo yataweza kujiri. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimesusia uchaguzi huo kabisa, kikisema kuwa mfumo wa sasa wa uchaguzi unakipendelea chama tawala cha CCM. Kwao kwenye kura kumechochea maandamano ya leo, kwani wengi wa wafuasi wao wanahisi kunyimwa haki na kunyamazishwa. Waandamanaji katika miji ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha wameonekana wakiimba nyimbo za kutaka mageuzi na haki katika uchaguzi huu. Wakati huo huo, ACT Wazalendo, chama kingine kikuu cha upinzani, hakina mgombea urais baada ya Luhaga Mpina kuenguliwa na INEC kwa kushindwa kukidhi matakwa ya udhibiti, hii ikimpatia chance ama ushindi mkubwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kutostahiki kwake kulizua baadhi ya maandamano ya leo, huku wafuasi wakishutumu tume hiyo kwa upendeleo wa kisiasa. Wachambuzi wanasema kutengwa kwa wapinzani wanaoaminika kumedhoofisha imani ya umma katika mchakato mzima wa uchaguzi wa leo. Wakati upigaji kura ukiendelea, maandamano ya leo pia yameenea katika miji na vijiji vidogo, ambapo ripoti zinaonyesha makundi ya vijana yanashiriki maandamano ya amani ya kutaka kuwepo kwa uwazi katika kuhesabu kura, ikiwemo Kariakoo, ambapo kama picha ama screenshot hizo nilizokuonyesha. Hata hivyo, polisi wameonya kuwa aina yoyote ya machafuko itachukuliwa hatua kali. Changamoto inasalia kuhakikisha kwa utekelezaji wa uhuru wa raia hauingii katika vurugu. INEC imekariri kuwa upigaji kura utaweza kufungwa usiku, saa za ndani ikifuatwa na kuhesabu kura mara moja katika kila kituo cha kupigia kura. Walakini maandamano hayo ambayo yameanzishwa na baadhi ya vikundi katika maeneo tofauti yameweza kuibua hali ya wasiwasi kwamba ucheleweshwaji au usumbufu unaweza kuathiri ujumuishaji mzuri wa matokeo. Baadhi ya waangalizi wanahofia kwamba ukiukwaji wowote unaofikiriwa unaweza kuzidisha hali hiyo. Huko Zanzibar, ambako makundi maalum wakiwemo maafisa wa usalama na wahudumu wa afya walipiga kura mapema jana, hali ya anga imekuwa shwari licha ya mikusanyiko ya pekee iliyohusishwa na maandamano ya leo bara. Tume inasisitiza nyenzo zote nyeti zimewasilishwa kwa usalama na kwamba matokeo kutoka visiwani yatahesabiwa pamoja na yale ya Tanzania bara. Mtazamaji, kama ulivyoona katika ripoti ambazo zinaenea katika mtandao wa kijamii wa X almaarufu Twitter kutoka kwa wanaharakati wa upinzani na wanachadema, ni kwamba baadhi ya maeneo kama vile Mbezi, Kariakoo na maeneo mengine tayari maandamano yameanza kushuhudiwa, huku vikundi vidogo vidogo vya vijana vikijaribu kuanzisha maandamano kwa kuweza kuimba nyimbo za no reform no election na kuweza kuimba nyimbo za kutaka haki pamoja na uwajibikaji na kupinga uchaguzi huu ambao unaendelea leo wa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na wengine ambao wanagombea uchaguzi huo kuwania kiti hicho cha urais. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika video ama taarifa hizi, na kuomba bonyeza alama like kisha subscribe, alafu nijuze maoni yako kuhusiana na taarifa hizi.